AMP Africa Radio. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unisaidie, nimefikia mwisho wa akili zangu. Nini mama? Ni takribani miaka 4 nimekuwa nikiwa na kesi mahakamani, nimezulumiwa kampuni yenye lori 8. Kesi ile imeisha, mwenzangu ambaye ni mkurugenzi mwenza akidanganya mahakama sisi tuna amani tukae tusuluhishane. Hivyo sasa pa kusuluhishana hamna, na sasa magari yako polisi yanazidi kuharibika na mengine mikononi mwa watu ambao hawajatolea jasho mali zangu. Yako wapi? Hapo Central Police. Wamekuja tu. Yule mwenzako yuko wapi? Ni mjeuri, hahudhuria na danganya. Sasa hivi ananiambia tena fungua kesi nyingine upya. Sasa nimekuwa ni mtu wa mahakamani tu. Haya, ngoja nimekupata. Hilo jambo kubwa unataka kusema na lingine tena? Sio tushughulikie hilo. Ndio nataka nimuelekeze, si uko Arusha mjini wewe? Si uko Central? Hebu mpeni kisemeo ili tuelewane. Mheshimiwa, nilikopa milioni 250, nimelipa hela yote SMO Impact Fund. Hawataki kunirudishia hati zangu za nyumba wala za magari. Nimenyang'anywa watoto wangu 3. Ndio nataka sasa nikusaidie. Njoo hapa pembeni hapa. Mkuu wa wilaya ya Arusha yuko wapi? Hebu njoo hapa kwa mkuu wa wilaya hapo. Njoo mkuu wa wilaya. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ngoja kwanza nimalize la huyu mama. Nani alikuja? Mkuu wa wilaya, unaona kwamba nilichosema sijakusingizia. Umeenda mpaka nyumbani kutoa pole. Safi sana. Haya ndio wakuu wa wilaya tunataka wafanye kazi hivi. Sasa mkuu wa wilaya, kesho tutakuwa Longido. Tutakapokuwa Longido, waagize hawa wote, hawa waliochukua dhamana zake na yeye ameshamaliza kulipa. Kesho wamkabidhi. Ameshamaliza kulipa, wamrudishie dhamana zake. Lakini la pili, muitishe yule ambaye amekuwa akisema wanataka waelewane. Kama kesho hatatokea, mwelekeze RPC amkabidhi hivyo vifaa huyu, aendelee na kazi. Hii mambo ya kusubiri wavivu, wazembe, wanatupotezea muda wa kujenga nchi. Kwa kesho wajitokeze wote. Kama wale hawajatokea, mwelekeze mkuu wa mkoa, mwelekeze RPC arudishe hivyo vitendea kazi, huyu aendelee na kazi. Mambo ya ubabaishaji